Mwalimu, habari yako? Salama. Mwalimu, kwanza ningependa kuchukua nafasi hii kuwapongeza kwanza kuhakikisha kwamba wanafunzi wa kidato cha sita leo wanafanya graduation na kuhitimisha masomo yao. Hongereni sana. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa hiyo hatua pia. Kwa sababu siku zote kila safari ina mwisho wake. Yeah. Lakini pia ningependa niwapongeze sana Tusime Secondary School kwa utaratibu ambao mnautumia wanafunzi mkiwafundisha. Mnaonyesha kwenye mitandao ya kijamii namna ambavyo mnawafundisha teknolojia, demokrasia, vitu kama hivyo. Hongereni sana. Tunashukuru sana. Tunashukuru sana kwa sababu kwanza ukisema Tusime Secondary ni shule ya boarding private school chini ya wamiliki wake mkurugenzi Dr. Albert Katagila. Ni shule ambayo katika tasnia ya elimu ni kongwe kiasi kwa sababu ina zaidi ya miaka 30 kuanzia kidato cha kwanza mpaka cha sita, lakini pia ina nafasi ya kutoa elimu hata kwa makundi ya watu wenye uhitaji maalum. Lakini kwa kuzungumzia form 6 wa mwaka huu ni wanafunzi wa aina yake kwa sababu walianza safari yao mnamo mwaka 2024 wakiwa kidato cha 5 na leo hii wanahitimu kidato cha 6. Kwa hiyo ni wanafunzi ambao wameandaliwa katika misingi yote, misingi ya nidhamu, misingi ya kitaaluma, kwa maana tunaamini mwisho wa siku hata ile mitihani yao ya mwisho ya kidato cha 5 tunaamini tunaenda kupata matokeo mazuri zaidi. Ndio. Mwalimu, sasa hivi maendeleo ya sayansi na teknolojia yamekuwa ni makubwa sana na sasa hivi kuna ujio wa AI, artificial intelligence. Unadhani ujio kwa AI kwa wanafunzi wa sasa hivi na muktadha wa nchi yetu ya Tanzania imekuja kusaidia wanafunzi au kudumaza akili za wanafunzi? Mzungu mmoja alisema kwamba kila kitu kina uzuri wake na kina ubaya wake. Kwa hiyo sasa tukiongelea AI, artificial intelligence, ina madhaifu yake kwa maana ina mapungufu, lakini pia AI ina uzuri wake pia. Kwa sasa tukija kuongelea kwenye swala la AI, mimi naomba niliongelee kama mwalimu kwa upande wa mazuri kwa sababu AI ina mchango mkubwa sana kwa wanafunzi hasa katika upande wa kitaaluma. Kwa maana kupitia AI nowadays unaweza kupata syllabus, unaweza kusearch vitu vya masomo mbalimbali, viwango vyote na kuanzia ngazi zote, kuanzia kidato cha kwanza mpaka cha sita. Kwa mimi nadhani tusitiki kusema tu kwamba huu mfumo wa AI una manufaa zaidi kulinganisha kuzidi na mapungufu yake au machangamoto zake. Na tukija kwenye upande wa changamoto inatokana labda na maudhui ya matumizi kwa sababu kitu chochote ili kionekane kina mapungufu basi kimetumika kwa maudhui ambayo sio mazuri. Lakini mimi niseme tu kwamba AI katika taaluma yetu au tasnia ya taaluma kwa sisi walimu nadhani ina mchango tu mkubwa sana kwa wanafunzi. Na unafikiri linaweza likawa ni jambo jema kwa AI kuingizwa katika mfumo wa elimu kwa sasa hivi nchini kwetu Tanzania? AI kwa upande wangu naweza nikasema inaweza likawa ni jambo zuri, lakini pia sio jambo zuri sana kuingizwa katika mfumo wa elimu, kwa mfumo wa elimu yetu ya sisi hapa Tanzania, kwa sababu AI, unapoongelea AI kwa maana artificial intelligence, inategemea sasa, kama narudi pale pale nilivyosema, maudhui ya matumizi ya mwanafunzi husika. Kuna mwingine anaweza kuitumia AI kwa matumizi positive kwa maana ya kitaaluma, kujifunza, kusearch vitu ambavyo yani AI inakuwa chachu ya mwanafunzi kuwa curious, kujua kile kitu ambacho yeye pengine akifahamu. Lakini pia AI inatumika hata sisi walimu. Kuna mahala unakuta labda kuna terminology fulani na ukakasi kupitia ile hata labda ChatGPT unaweza ukapata ile concept ambayo kwa ufafanuzi na kwa haraka zaidi unapata ufafanuzi wa concept yoyote katika ile taaluma ya ufundishaji. Pia mwalimu, wakati graduation inaendelea niliona ulikuwa ni MC pale, alafu ulitisha sana pale kwenye stage pale. Nini siri ya mafanikio? Sababu naona walimu wengi wanakuwa vitu hivi kidogo ni hivyo yani. Kwa nini kwako wewe imekuwa vyepesi sana kwa MC? Mimi kama ninavyosema mimi narudisha shukrani hizi zote. Hivi nilivyo mimi, shukrani zote nazirudisha Tusime kwa sababu Tusime ni shule ambayo niseme tu wazi kwamba mimi niliwahi pia kuwa mwanafunzi wa Tusime. Nilisoma Tusime kuanzia nasali, nikasoma Tusime primary, nikasoma Tusime sekondari kwa maana kidato cha kwanza mpaka cha 4, lakini pia nimesoma Tusime kwa maana kidato cha 5 na cha 6. Nikaenda kozi ya walimu, nimerudi Tusime, sasa mimi ni mwalimu. Kwa hiyo mimi napenda niseme kwamba hivi nilivyo leo ni malezi ya Tusime. Na wito wangu kwa Watanzania wote wanaonisikiliza, kwa malezi na elimu bora, tunaomba umlete mwanako Tusime. Tusime ni shule nzuri sana, inatoa elimu bora, ina walimu weledi, walimu ambao sio kila mwalimu ni mlezi, lakini Tusime ina walimu ambao pia wana techniques za malezi. Tunawashape watoto, wanakuja watoto wenye tabia mbovu za kinidhamu, lakini bado pia tunawashape wanakuja kuhitimu. Kama leo umeona
tumehitimisha wanafunzi si chini ya 84 na wote wameonekana kama mgeni rasmi alivyosema, wote wameonekana wenye nidhamu bora, wote wameonekana wenye ufaulu bora, na tunaamini hata matokeo yao ya kidato cha 6 atakayotoka mwezi wa 7 yatakuwa matokeo ya aina yake kabisa. Kwa hiyo mimi nataka nitoe wito kwa Watanzania wote wanaonisikiliza wakati huu. TUSIME ni shule bora sana. Naomba tuchukue muda kuifuatilia kupitia page yake ya Instagram TUSIME Schools, lakini kwa yoyote ambaye anapata ukakasi kwenye masuala ya selection za shule, basi afike TUSIME. Jukumu letu sisi TUSIME ni kuhakikisha tunatoa elimu bora kwa kila Mtanzania. Sio elimu bora tu, bali elimu bora na malezi bora. Karibuni sana.